أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu hata Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na leo pia nitaendelea na mada hiyo hiyo. Vita vya Hamraul Asad. Kuhusu vita hiyo imeandikwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Jumamosi alirejea kutoka Uhud, na siku ya Jumapili wakati wa alfajiri hat Bilal akatoa azana na akaanza kumsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atoke nje. Katika muda huo hat Abdullah bin Amr bin Auf Muzni akimtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka nje, yeye akasimama na akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hii ya kwamba yeye alipokuwa akirejea kutoka watu wa nyumba yake na alipokuwa katika sehemu ya Malal, Quraish walikuwa wamepiga kambi huko. Malal ilikuwa sehemu moja iliyokuwa na umbali wa maili 28 kutoka Madina katika njia ya Makka. Yeye akawasikia Abu Sufyan na wenzake wakisema kwamba nyinyi hamkufanya lolote, nyinyi mkawapatia Waislamu hasara na mkawauzi na kisha mkawaacha na hamkuwaangamiza, na bado wana watu ambao watakusanyika kwa ajili ya kupigana nanyi, hivyo murejee ili tuweze kuwaangamiza kabisa waliobaki katika Waislamu. Safwan bin Umayya akaanza kuwazuia kufanya hivyo. Ye alikuwa ameketi kwa makafirin, akaanza kuwazuia na akasema kwamba ni kaumu yangu, msifanye hivyo, kwani watu hawa wamekwisha pigana vita na mimi na hofu kwamba watu waliokuwa wamebaki nje ya vita watakusanyika tena kwa ajili yenu, hivyo murejee, kwani ushindi umekwisha upata tayari, na mimi nina hofu kwamba mkirejea tena kwao mtashindwa. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita Abubakar na Umar na akawaambia kuhusu habari hiyo ya sahaba Muzni. Nao wakasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuelekee upande wa maadui ili maadui wasiwashambulie watoto wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala ya asubuhi akawaita watu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bilal ili yeye awatangazie kwamba Mtume wa Allah anawaamuruni kwamba mujitokeze kwa ajili ya maadui, na mtu atoke pamoja nasi ambaye katika vita vya Uhud alikuwa ameshiriki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza bendera yake ambayo ilikuwa imefungwa tangu jana na ilikuwa bado haijafunguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia hata Ali bendera hiyo, na pia inasemwa kwamba alikuwa amempatia hata Abubakar. Kwa vyote vile msafara wa Waislamu ulipofika katika sehemu ya Hamraul Asad,
iliyokuwa na umbali wa maili 8 kutoka Madina. Hapo washirikina wakahisi hofu na wakaacha nia ya kuelekea Madina na wakarejea Makka. Vita vya Banu Nazir iliyotokea mwaka wa 4 hijria, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kundi moja la masahaba akaelekea kwa Banu Nazir. Kuhusu safari hiyo zipo riwaya tofauti kwamba kulikuwa na sababu gani ya kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Banu Nazir. Hivyo sawa na riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekwenda kupokea diyat ya watu wawili waliouawa wa Banu Amr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maswahaba kama 10 wakiwemo hata Abubakar, hata Umar na hata Ali. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika huko akaongea nao kuhusu malipo. Hapo Mayahudi wakasema kwamba ndio, ewe Abul Qasim, kwanza ule chakula kisha tunafanya kazi yako. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi karibu na ukuta. Mayahudi wakapanga njama na wakaanza kusema kwamba hanini hamtapata nafasi nzuri zaidi ya kumua mtu kama huyo, yani Muhammad sallam. Hivyo ni nani ambaye ataweza kupanda juu ya paa ya nyumba na aweze kumwangushia jiwe kubwa ili tuweze kusalimika na mtu huyo? Hapo kiongozi mmoja wa Mayahudi, Amr bin Jahash, akasema kwamba mimi niko tayari kwa ajili ya kazi hii. Na wakati huo huo mtu mwingine aitwaye Salam bin Mishkam akapinga rai hiyo na akasema kwamba msifanye hivyo, wallahi kile mnachofikiria kufanya lazima yeye atapata habari yake, na jambo hili ni kinyume cha mkataba uliopo baina yetu na baina yao. Hapo mtu huyo alipopanda juu ili aweze kuangusha jiwe juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari hiyo kutoka kwa Allah. Allah akamfahamisha kuhusu mpango wa Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainuka mara moja kutoka sehemu yake na akiwaacha wenzake kule kule, akaelekea kwa kasi kana kwamba ana kazi fulani. Akarejea Madina kwa kasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika Madina akamtuma Muhammad bin Maslama kwa Banu Nazir na akawapatia ujumbe kwamba nini mutoke kutoka mji wangu, yani Madina. Nini hamwezi kuishi katika mji huo, na mpango mliokuwa umeupanga ulikuwa uasi mtupu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia Mayahudi muhula wa siku 10, lakini wao wakakataa na wakasema kwamba sisi kamwe hatutaacha watani wetu. Hapo Waislamu wakaanza kujiandaa kwa ajili ya vita. Waislamu walipojumuika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwa ajili ya kupigana na Banu Nazir. Hatali akabeba bendera ya kivita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazunguka na akazingira ngoma zao na hakuna aliyekuja kuwasaidia, yani Banu Nazir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekea upande wa Banu Nazir wakati wa isha, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake 10 akarejea katika nyumba yake. Na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia hat Ali uongozi wa jeshi la Kiislam, na sawa na riwaya nyingine hata Abubakar alikuwa amepata bahati hiyo. Upande huu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwazingira Mayahudi kwa nguvu zote, na Mwenyezi Mungu akatia hofu mioyoni mwa Mayahudi, hofu ya Waislamu. Hapo wao wakawaomba Waislamu kwamba wapatiwe ruhusa ya kuacha nchi kwa sharti hili kwamba waruhusiwe kuondoka na vitu vyao isipokuwa silaha, vitu ambavyo waweze kuvibeba juu ya ngamia zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali sharti lao, na sawa na riwaya moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuwazingira kwa siku 15, na sawa na riwaya zingine kuna hitilafu katika siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na ruhusa ya Ansar, mali ya ghanima aliyokuwa ameipata kutoka vita vya Banu Nazir akawapatia wahajiri. Hapo Abubakar akasema kwamba eni kundi la Ansar, Mwenyezi Mungu awajalieni malipo mema. Vita vya Badrul Mawid ilitokea mwaka wa 4 hijria.
sababu iliyotokea ya vita hii ni ya kwamba abu sufyan bin harb alipotaka kurejea kutoka vita vya uhud akasema kwa sauti ya juu ya kwamba mwakani sisi tutakutana tena katika sehemu ya badru safra na sisi tutapigana vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Umar Faruk kwamba umwambie Abu Sufyan kwamba ndiyo inshallah. Hapo watu wakatawanika na Quraish pia wakarejea nao wakawaambia watu wao kuhusu ahadi hiyo. Badr ni kisima mashuhuri kilichopo baina ya Maka na Madina kinachopatikana katika sehemu iliyo kati ya bonde la Safra na Jar. Badr inapatikana ikiwa na umbali wa kilomita 150 kusini magharibi wa Madina, na katika zama za ujahilia katika sehemu hiyo kuanzia mosi Zikada hadi tarehe 8 tamasha kubwa ilikuwa ikifanywa. Kwa vyote vile muda wa ahadi ulipokuwa unakaribia kufika, Abu Sufyan alikuwa hapendi kujitokeza kwa ajili ya vita. Alikuwa amepata hofu na alikuwa akitamani kwamba asikutane na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda uliopangwa, ilhali Abu Sufyan alikuwa akidhihirisha kwamba yeye anajiandaa na anakusanya jeshi kubwa, na alikuwa akitamani kwamba habari hiyo isambazwe katika Uarabuni mzima ili Waislamu wapate hofu. Sawa na riwaya moja, hata Abubakar na Umar pia wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema kwamba ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu ataishindisha dini yake na atamjalia nabii wake heshima na tazima. Sisi tumeahidi kaumu yetu ahadi na sisi hatupendi kuvunja ahadi hiyo. Tukifanya hivyo makafiri watasema kwamba sisi ni waoga, hivyo wewe uelekee sawa na ahadi hiyo, wallahi humo kuna wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisikia hisia zao akafurahi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari kwamba Abu Sufyan ameanza kufanya maandalizi ya kuandaa jeshi lake, hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsimamisha Hazrat Abdullah bin Rawaha kama amiri wa Madina, na sawa na riwaya nyingine alikuwa amemteua Abdullah bin Abi bin Sulul kama amiri na akampatia Hazrat Ali bendera yake na akaelekea upande wa Badr pamoja na Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Waislamu 1500. Waislamu wakashiriki katika tamasha ile na wakapata manufaa na faida kubwa katika biashara, na baada ya kuishi kule kwa siku 8 wakarejea Madina. Tamasha iliyokuwa imeandaliwa kule, Waislamu wakashiriki katika tamasha ile na wakafanya biashara na wakapata faida kubwa. Kisha imeandikwa kwamba katika vita vya Uhud Abu Sufyan alikuwa amewapatia Waislamu changamoto ya kukutana tena katika mwaka ujao. Kuna maelezo yake ambayo yameandikwa na Hazmiza Bashir Ahmad Sahib. Yeye anaandika ya kwamba baada ya vita vya Uhud, wakati wa kurejea kutoka uwanja wa vita, Abu Sufyan alikuwa amewapatia Waislamu changamoto kwamba mwakani tutakutana tena katika sehemu ya Badr, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekubali changamoto hiyo. Hivyo katika mwaka wa 4 wa Hijria ulipofika mwisho wa mwezi wa Shawwal, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba 1500 akatoka Madina, na huku nyuma yake akamteua Abdullah bin Abi kama amiri. Upande wa pili Abu Sufyan bin Harb akatoka pamoja na jeshi la 2000 kutoka Makka, lakini moyo wake ulikuwa umeshikwa na hofu, na pamoja na nia hii ya kuiangamiza Islam alikuwa akitamani kwamba yeye asije mbele ya Waislamu mpaka apate jeshi kubwa. Hivyo Abu Sufyan alikuwa bado katika Makka, ndipo akamtuma mtu mmoja aitwaye Nuaym kwenda Madina na akamfahamisha kwamba yeye atumie njia mbalimbali na akiwaogopesha Waislamu aendelee kuwazuia kutoka vita.
hivyo mtu huyo akaja Madina na akiwasimulia Waislamu visa vya uongo vya jaziba na nguvu za Quraishi. Akaleta taharuki katika Madina, hata baadhi ya watu wenye tabia ya kizaifu wakaanza kupata hofu kuhusu vita hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatangazia kwenda kupigana jihadi, na akasema katika hutuba yake kwamba sisi tukipokea changamoto ya makafiri tumeahidi kujitokeza, hivyo hatuwezi kuvunja ahadi hiyo, na hata kama nikilazimika kwenda peke yangu nitakwenda na nitapigana na maadui nikiwa peke yangu. Hapo watu wakaondokewa na hofu, nao wakawa tayari kwenda na kushiriki katika vita hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba 1500 akatoka kutoka Madina, na upande wa pili Abu Sufyan akatoka kutoka Makka pamoja na wanajeshi wapatao 2000. Lakini mpango wa Mungu jinsi ulivyotokea ni ya kwamba Waislamu wakafika katika Badr sawa na ahadi yao, lakini jeshi la Quraysh likarejea nyuma, na kilichotokea ni ya kwamba Abu Sufyan alipojua kwamba Nuaym ameshindwa katika mpango wake, hapo akapata hofu katika moyo wake, na akiliambia jeshi lake habari hii kwamba mwaka huu kuna ukame mwingi na watu wana shida na matatizo, hivyo muda huu haufai wa kupigana, na tutakapopata nafuu tutakuja kuishambulia Madina pamoja na maandalizi makubwa. Jeshi la Kiislam likaendelea kupiga kambi katika Badr kwa siku 8, na kwa kuwa katika sehemu ile kila mwaka sherehe ilikuwa ikifanywa, hivyo katika siku hizi maswahaba wengi wakifanya biashara wakapata faida kubwa, na katika biashara hiyo ya siku 8 wakaongeza mali yao maradufu. Sherehe ile na tamasha ile ilipomalizika na jeshi la Quraishi pia hali kufika huko, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka Badr akarejea Madina, na Quraishi pia baada ya kufika Maka wakaanza kufanya maandalizi ya kuishambulia Madina. Vita hiyo inaitwa vita vya Badrul Mawit. Ghazwa Banu Mustalak iliyotokea mwaka wa 5 wa Hijria mwezi wa Shaban. Kuhusu vita hiyo inapatikana kwamba Ghazwa Banu Mustalak pia inajulikana kwa jina la Ghazwa Murasi. Banu Mustalak ilikuwa tawi la Khuzaa. Kabila hilo lilikuwa likiishi karibu na kisima kilichokuwa kikijulikana kwa jina la Murasi. Hiyo ilikuwa na umbali wa siku moja kutoka Furu, na kati ya Furu na Madina kulikuwa na umbali wa takriban maili 96. Sawa na Alama Ibn Ishaq, Ghazwa Banu Mustalak ilitokea mwaka wa 6 Hijria, ilhali sawa na rai ya Musa bin Uqba ilikuwa imetokea mwaka wa 4 Hijria, na wakati anasema kwamba ghazwa hiyo ilikuwa imetokea Shabani mwaka wa 5 wa Hijria. Ahmed Bashir Masih pia amesema kwamba ilikuwa imetokea mwaka wa 5 wa Hijria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa kwamba kabila Banu Mustalak limeamua kuwashambulia Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea kwao katika mwezi wa Shaban mwaka wa 5 wa Hijria. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia hata Abubakar Siddiq bendera ya Wahajiri, na sawa na riwaya nyingine alikuwa amempatia bendera ya Wahajiri hata Ammar bin Yasir, na bendera ya Ansar alikuwa amempatia Hassan bin Ubada. Tukio la Ifk maelezo yake ni kama yafuatayo. Wakati wa kurejea kutoka Ghazwa Banu Mustalak, uzushi uliletwa na wanafiki zidi hat Aisha binti hat Abubakar, na katika historia tukio hilo ni maarufu kwa jina la tukio la Ifk. Hivyo katika Sahih Bukhari imesimuliwa na hat Aisha radhiyallahu anha, na riwaya hiyo kwa kuwa imekwisha elezwa katika kumbukumbu za sahaba moja, lakini hapa pia kuhusiana na hat Abubakar radhiyallahu anhu ni vyema nieleze tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitaka kwenda safarini alikuwa anapiga kura kati ya wake zake, na riwaya hii imesimuliwa na hata Aisha.
kisha kila aliyekuwa akichaguliwa katika kupiga kura mtume saa salam alikuwa anamchukua pamoja naye katika safari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopiga kura nikachaguliwa mimi, hivyo nikaenda pamoja naye, na habari hiyo ni baada ya kuteremka kwa amri ya hijabu. Anasema nilikuwa na bebwa kwenye hodaj na nilikuwa na shushwa kwenye hodaj ile ile. Tukaendelea na safari yetu hadi mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza safari yake na akarejea, na tukawa karibu na Madina. Usiku moja mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kuondoka. Nikainuka pale watu walipotangaza kwenda, hapo nikaenda mbele kujisaidia, na nilipomaliza kujisaidia nikarejea upande wa banda langu na nikagusa shingo yangu, ndipo nikaona kwamba mkufu wangu uliotengenezwa na lulu za asfar umekwisha dondoka tayari. Anasema nikarejea nyuma na nikaanza kutafuta mkufu wangu, na watu hawa waliokuwa wakibeba kipando changu na hodej yangu wakabeba banda langu na wakaweka juu ya ngamia yangu, ngamia ambaye nilikuwa nampanda. Anasema kwamba wao wakaelewa kwamba mimi nimo ndani, kwani katika zama zile kina mama walikuwa si wazito sana, walikuwa wembamba na walikuwa wakila chakula kidogo tu. Wao wakafikiri kwamba mimi nimo ndani, hivyo wakabeba tu, na mimi nilikuwa na umri mdogo. Wao wakaendelea na safari yao na mimi nikakuta mkufu wangu. Baada ya jeshi kuondoka, mimi nikaaja katika sehemu ile ile na sikumkuta mtu. Kisha nikaenda kwenye kambi yangu na nikazwani kwamba pale watakapoona kwamba mimi simo ndani basi watarejea kwangu. Nilikuwa nimekaa pale, ndipo nikapata usingizi. Safwan bin Muattal Salmi Zakwani alikuwa nyuma ya jeshi. Yeye akaaja asubuhi na akamkuta mtu mmoja akiwa amelala. Yeye akaaja kwangu na yeye alikuwa ameniona kabla ya amri ya hijabu kuteremka. Yeye aliposoma inna lillah nikaamka. Yeye akakalisha ngamia yake na mimi nikapanda juu ya ngamia. Yeye akaanza kutembea na kipando changu hadi tukafika jeshini, na wakati ule watu walikuwa wanapumzika. Kisha yule aliyetakiwa kuangamia akaangamia, na mwanzilishi wa uzushi huo alikuwa Abdullah bin Ubay bin Sulul. Tukafika Madina ambapo nikaugua kwa mwezi mmoja, na watu wakaendelea kuzungumza mambo mbalimbali, na katika marazi yangu jambo hilo lilikuwa lina nifanya nikose utulivu, kwani nilikuwa sioni wema ule na huruma ile ambayo nilikuwa naiona kwa mtume saa salam. Nilipokuwa nimeugua, mtume saa salam alikuwa anakuja na kunisalimia na alikuwa ananijulia hali. Mimi sikujua kuhusu tukio hilo. Pale nilipozofika sana nikaenda kwa Umme Mista Manase. Anasema kwamba tulikuwa hatutoki nje kujisaidia hadi tulikuwa tukisubiri usiku, na habari hii ni kabla ya kujenga vyoo karibu na nyumba zetu. Huzuri anasema kwamba wakati ule katika nyumba za watu vyoo vilikuwa havipo. Anasema kwamba sisi tulikuwa na hali ya Waarabu ambao walikuwa wakienda maporini kwa ajili ya kujisaidia. Mimi na Umme Mista binte Abu Zuhum tukaenda kwa pamoja. Tulikuwa tunatembea, ndipo yeye akaanguka kwa sababu ya shungi yake na akasema Mista ameangamia. Nikasema kwamba umezungumzia nini? Je, unamwambia mtu kwamba ni mbaya ambaye alikuwepo katika vita vya Badr? Ye akasema, ewe msichana, je hujasikia kile walichosema watu? Ndipo akaniambia jambo la watu. Hapo mimi nikazidiwa kwenye marazi. Niliporejea nyumbani, mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kwangu na akanisalimia na akasema kwamba una hali gani? Nikasema kwamba niruhusu niende kwa wazazi wangu. Hata Aisha akasema kwamba nipati ruhusa ili niende kwa wazazi wangu. Nilikuwa natamani kwamba niende kwa wazazi wangu ili niweze kujua kutoka kwao kwamba habari hii ni ya aina gani. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akaniruhusu. Mimi nikaja kwa wazazi wangu na nikamuuliza mama yangu kwamba watu wanazungumza nini.
ye akasema kwamba ewe binti yangu wewe usipate taabu wala usijiangamize. Wallahi hii ni habari ya kawaida tu kwamba mtu akiwa na mke mwema na mzuri ambaye awe anampenda na kisha awe na wake wengine ambao wanaongea zidi yake. Nikasema subhanallah, watu wanazungumzia mambo ya uongo. Hata Aisha anasema kwamba nikakesha usiku ule hadi asubuhi na machozi yangu yalikuwa hayakutulia wala sikuweza kupata usingizi. Asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita at Ali bin Abu Talib na hat Usama bin Zaid. Wahi ulipochelewa kuteremka, mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kushauriana nao kuhusu kumwacha mkewe ama hat Usama. Basi yeye akatoa ushauri sawa na elimu aliyokuwa nayo, yani mtume sallallahu alaihi wasallam ana uhusiano gani na hat Aisha, na kuhusu hali hat Aisha pia atakuwa anafahamu kwamba yeye ni mama mcha Mungu na mwema. Hivyo hat Usama akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yeye ni mke wako na wallahi sisi hatujui chochote isipokuwa wema tu. Na ama hat Ali bin Abu Talib yeye akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hakukufanyia ziki na wewe una wake zako wengine vile vile, hivyo umuulize mtumishi huyu ambaye atakuambia ukweli. Hapo mtume sasa akamwita Barira na akamuuliza, ewe Barira, je, umeona jambo lolote ambalo linakutia kwenye mashaka? Barira akasema, la hasha, na apa kwa Allah ambaye amekutuma kwa haki, sijawahi kuliona jambo lolote la aibu isipokuwa yeye ni msichana mwenye umri mdogo, na akiacha unga uliokandwa analala, mbuzi anakuja na anaula. Mtume sasa akasimama siku ile ile na akasema kuhusu Abdullah bin Abi bin Sulul kwamba ni nani ambaye atachukua hatua zidi ya mtu ambaye ameuzi ahli zangu na ameniuzi. Wallahi sio ni kitu chochote katika ahli zangu isipokuwa wema tu, na watu wamemzungumzia mtu ambaye nimeona wema kwake na alikuwa haji kwa ahli zangu isipokuwa pamoja nami. Saad bin Muaz akasimama na akasema, ya Rasulullah, wallahi mimi nitachukua hatua zidi yake. Kama yeye anatokana na Aus basi sisi tutamua, na kama anatokana na ndugu zetu wa Khazraj basi utuambie na sisi tutafanya sawa na amri yako. Hapo Saad bin Ubada akasimama, ambaye alikuwa mkuu wa Khazraj na alikuwa na tabia njema, lakini ukabila wake ukamchochea. Yeye akasema, umesema vibaya, wallahi nini hamtamua. Yani ubishi ukaanza baina ya makabila. Akasema, nini hamna uwezo wake. Hapo Usaid bin Huzair akasimama na akasema kwamba wewe umesema vibaya, wallahi lazima tutamua, yeye ni mnafiki na wewe unawatetea wanafiki. Hapo makabila yote mawili Aus na Khazraj yakachemka na yakawa tayari kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya mimbari, akashuka chini na akawatuliza hadi wote wakanyamaza, na yeye pia akanyamaza. Hata Aisha anasema, mimi nikaendelea kulia mchana kutwa. Hata Aisha anasema kwamba kile kilichokuwa kinaendelea kutokea kikaendelea kutokea, na mimi nikaendelea kulia mchana kutwa. Machozi yangu hayakutulia wala sikupata usingizi. Wazazi wangu wakaja kwangu, mimi nikalia kwa siku 2 na usiku 2 hadi nikahisi kwamba kulia kwangu kutapasua ini yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ila hali wazazi wangu walikuwa wamekaa kwangu na mimi nilikuwa nalia. Mama moja wa Ansar akaomba ruhusa ya kuingia ndani, nikampa ruhusa. Ye akaja kuketi karibu nami na akaanza kulia. Sisi tulikuwa katika hali hiyo, ndipo Mtume akaja na akaketi. Kile kilichokuwa kimesemwa zidi yangu na kilichosemwa zidi yangu, Mtume alikuwa hakuketi karibu nami, na akaendelea na njia hiyo kwa mwezi mmoja.
hakupata wahi kuhusu dhati yangu. hata aisha anasema mtume akasoma tashahud na akasema, ewe aisha, mimi nimesikia habari hii kuhusu wewe. kama wewe hujafanya lolote, basi allah atadhihirisha utakaso wako, na kama umekosea, basi umombe allah maghfira na utubu kwake, kwani mtu anapokiri kuhusu madhambi yake na kisha anatubu, basi mungu pia anamsamehe. mtume alipomaliza jambo lake, machozi yangu yakatulia hadi nikahisi kwamba machozi yangu yote yamekauka tayari, na nikamwambia baba yangu, yani hata Abubakar, kwamba umjibu mtume sasa kwa niaba yangu. Yeye akasema, wallahi mimi sijui kwamba nijibu nini. kisha nikaelekea kwa mama yangu nikasema kwamba umjibu mtume sasa kwa niaba yangu. Yeye akasema kwamba wallahi mimi sijui kwamba niseme nini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. hata aisha anasema kwamba nilikuwa na msichana mwenye umri mdogo, sikujua Qurani tukufu zaidi, lakini nikasema kwamba wallahi nimekusha jua kwamba nini mmesikia kile watu wanachoongea, na jambo lile limeingia moyoni mwenu, na nini mmefahamu kwamba jambo lile ni sahihi. sasa kama mimi niseme kwamba sijafanya lolote na allah anajua kwamba kwa kweli mimi sijafanya lolote, nini hamtakubali? na kama nikiri jambo fulani na allah anajua kwamba mimi sijakosea, lakini nini mtafahamu kwamba mimi nimesema kweli? wallahi mimi siuoni mfano wangu na mfano wenu isipokuwa mfano wa baba wa Yusuf aliyekuwa amesema kwamba fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. basi subira ni njema kwangu na allah ndiye aombwaye msaada juu ya haya myasemayo, na mimi nitamwomba yeye anisaidie. kisha nikageuza uso wangu upande wa pili, na nilikuwa na imani kwamba allah atadhihirisha utakaso wangu, lakini wallahi sikuwa na zana hii kwamba allah atateremsha wahi kuhusu zati yangu. nilikuwa sina fikra hiyo kwamba Qurani tukufu itazungumzia swala langu, lakini nilikuwa na imani kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ataona ruya kwenye usingizi wake kwamba allah amenitakasa. wallahi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado hakuinuka kutoka sehemu yake ya kukalia, na hakuna mtu aliyekuwa ametoka nje kutoka watu wa nyumbani mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akapata wahi, na mtume sallallahu alaihi wasallam akapata hali ile aliyokuwa anaipata wakati wa kupokea wahi. hadi katika siku za baridi jasho lilikuwa likitoka mwilini mwake kama lulu. hali hiyo ilipoondoka, mtume alikuwa akitabasamu, na jambo la kwanza alilotamka akasema kwamba, ewe aisha, umsifu allah, kwani allah amedhihirisha utakaso wako. hapo mama yangu akaniambia kwamba inuka na nenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. nikasema hapana, wallahi mimi sitaenda kwake isipokuwa mimi nitamshukuru allah. hapo mwenyezi mungu akateremsha aya, inna ladhina jaau bil ifki usbatun minkum, wale walioleta uongo ni kundi miongoni mwenu. mwenyezi mungu alipodhihirisha utakaso wangu na akateremsha wahi, hata Abubakar Siddiq ambaye alikuwa baba yake hata Aisha, yeye akasema kwamba, na kwa kuwa yeye alikuwa anamsaidia Mista bin Usasa kwa sababu ya umaskini wake, ye akasema kwamba wallahi mimi sitampa Mista matumizi ya aina yoyote, kwani yeye amemsingizia hat Aisha. hapo Allah taala akateremsha aya akisema, wala yatli ulul fadli minkum wasaati an yutu ulil qurba walmasakina walmuhajirina fi sabilillahi walyafu walyasfahu ala tuhibuna an yaghfira allahu lakum wallahu ghafurur rahim. wallahu ghafurur rahim. na wasiwape wale wenye utajiri na wenye wasaa kujizuia kuwapa walio jamaa na maskini na waliohama katika njia ya allah, na wasamehe na waachilie. je, nini hampendi allah awasameheni? na allah ni msamehevu mrehemevu. Abubakar akasema kwamba bila shaka
mimi napenda sana kwamba allah anisamehe. Hivyo akaanza kumpatia mista matumizi yake. Pesa ambayo abubakar alikuwa anatumia juu yake akaanza kutumia tena juu yake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuuliza Hazrat Zainab bint Jahash kuhusu swala langu. Mtume akasema, e Zainab. hata Aisha anasema kwamba mtume alikuwa anamuuliza Hazrat Zainab. Mtume akasema kwamba, Zainab, je, unajua kuhusu Aisha, una rai gani? Ye akasema kwamba, ya Rasulullah, mimi natunza kuona kwangu na kusikia kwangu, na wallahi nimeona kheri tu kwake. hata Aisha anasema kwamba huyu ndiye Zainab ambaye alikuwa akishindana nami na allah akamsalimisha kutokana na utakaso wake. hiyo ni riwaya ndefu ya sahih Bukhari. Sayyidina Ahmad alaihissalatu wassalam anasema kwamba Mwenyezi Mungu amefanya kawaida yake ya kuwa huahirisha maonyo ya adhabu kwa njia za kutubu, kuomba msamaha, kuomba dua na kutoa sadaka. Pia amemfundisha binadamu hulka hizo kama inavyothibitika kutoka Qurani tukufu na hadisi ya kuwa wanafiki waliomsingizi hata Aisha radhiallahu anha kwa kuonyesha uchafu wao kinyume na haki. Baadhi ya maswahaba wasio na hatia pia wakajiingiza kumtaja vibaya. Swahaba mmoja alikuwa anapatiwa chakula kila siku kutoka kwa hata Abubakar. hata Abubakar akaapa akimwonya kuwa hatampatia chakula kamwe kutokana na kosa lake lisilo na msingi. Hivyo ikateremka aya hii, waliafu waliasfahu ala tuhibuna an yaghfira llahu lakum wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Ndipo hata Abubakar akavunja ahadi yake na akaendelea kama ilivyokuwa kawaida yake. Kwa msingi huo, jambo hili ni mojawapo ya hulka njema ya Kiislam, ya kwamba ikiwa kiapo kimeapwa ili kumwonya au kumtahadharisha mtu, kukivunja kiapo cha aina hiyo ni katika hulka njema. Kwa mfano, mtu fulani akiapa kwamba mimi nitampiga mtumishi wangu mara 50, sasa juu ya kuomba kwake msamaha na kutubu kwake, kumsamehe ni sunna ya Kiislam ili mtu aweze kupata hulka za Allah. Lakini haruhusiwi kuvunja ahadi yake. Ataulizwa juu ya kuvunja ahadi yake, lakini hataulizwa juu ya kuacha maonyo yake. Huzur amesema kwamba mada hii ni tofauti ambayo imekwisha elezwa tayari. Sasa kinachofuata ni vita vya Ahzab iliyotokea mwezi wa Shawal mwaka wa 5 Hijria. Vita hii ilikuwa vita kuu ya 3 kati ya Quraish wa Makka na Waislamu, inayojulikana kwa jina la vita vya Khandaki. Vita hiyo ilitokea mwaka wa 5 Hijria mwezi wa Shawal, na kwa kuwa Quraishi na Mayahudi wa Khaybar na makundi mengine walikuwa wamejumuika na kuivamia Madina, hivyo Qurani tukufu inaeleza jina lake kwa jina la Ahzab, yani ghazwa ya Ahzab. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowafukuza kabila la Banu Nazir, wao wakaenda Khaybar. Baadhi ya watu wao wakafika Makka na wakawakusanya Quraishi na wakawachochea zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wakafunga mkataba na Quraish na wote wakaafikiana kwa pamoja kwamba tupigane vita zidi ya Waislamu, na wakapanga muda. Watu wa Banu Nazir wakitoka kutoka Quraishi wakaja kwa kabila Ghatfan na Sulaim na wakafunga mkataba mwingine, kisha wakaelekea na kwenda mbele. Quraish wakawa tayari, nao pia wakusanya watu wa makabila mengine na idadi yao ikafikia 4,000. Abu Sufyan bin Harb alikuwa kiongozi wao. Njiani wakaendelea kuwachochea wengine na watu wakaendelea kuungana nao, hivyo idadi yao ikafikia 10,000. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya watu hawa kwamba wameondoka Makka, yeye akawaita maswahaba na akawapatia habari za maadui na akaomba ushauri wao. Sawa na rai ya Salman Farsi, handaki ikachimbwa. Katika zama za unabii, upande wa
kaskazini madina ilikuwa wazi na katika pande zingine kulikuwa na nyumba na bustani, hivyo maadui wasingeweza kutumia njia zile za kuingia ndani ya madina. Hivyo katika sehemu ile iliyo wazi wakaamua kuchimba khandaki na kulinda mji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifuatana na waislamu 3000 akaanza kuchimba khandaki. Mtume alikuwa anachimba khandaki ili waislamu waweze kupata moyo. Katika siku 6 khandaki ikachimbwa. Umbali wa khandaki hiyo ilikuwa takriban maili 3.5. hata Abubakar radhiyallahu anhu aliendelea kuchimba khandaki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zoezi hilo la kuchimba khandaki, Abubakar alikuwa anabeba udongo juu ya vitambaa vyake na akaendelea kufanya kazi ya kuchimba khandaki pamoja na maswahaba wengine ili kazi ya kuchimba khandaki iweze kumalizika katika muda maalum. Hakuna muislamu aliyebaki nyuma, na Abubakar na Umar walipokuwa wakikosa vikapu vya kubeba udongo walikuwa wanatumia vitambaa vyao kwa ajili ya kubeba udongo, na walikuwa hawaachani bali walikuwa pamoja katika kazi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya juhudi kubwa katika kuchimba khandaki. Mara alikuwa akitumia sululu, mara alikuwa akitumia jembe, na alikuwa anabeba udongo kwenye kikapu. Siku moja Mtume akapata uchovu, akaketi na akaegemea jiwe moja, ndipo akapata usingizi. Hata Abubakar na hata Umar wakaendelea kusimama karibu yake ili waweze kumlinda na watu wengine, na wakaendelea kuwazuia watu ili wasije wakamwamsha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanajeshi wapatao 10,000 wa Quraish na makabila mengine walipowazingira Waislamu wa Madina. Katika zama hizi hata Abubakar Siddiq akaendelea kuongoza kikosi kimoja cha jeshi, na baadaye katika sehemu ile ambapo Abubakar alikuwa amesimamia kikosi cha kijeshi, msikiti moja ukajengwa ambao ulikuwa unajulikana kwa jina la Masjid Siddiq. Tunamesema kwamba habari hizi bado zinaendelea, na muda huu nataka kuwazungumzia baadhi ya marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Mubaraka Begum sahiba aliyekuwa mke wa Mukhtar Ahmad Gondal sahib. Januari 11 akiwa na umri wa miaka 93 amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti mkwe wa Chaudhry Ghulam Muhammad Gondal sahib, sahaba wa Masihi Maud Islam. Alikuwa akitumikia jumuiya kwa shauku kubwa sana. Amewahi kuwa sadr lajna wa tawi lake. Alikuwa na swali na kufunga saumu bila kukosa, na alikuwa na wajali watu wanyonge na maskini. Aliweza kuwafundisha Qurani tukufu watoto. Katika maisha yake marehemu alikuwa musia, ameacha nyuma wana 5 na mabinti 3. Iftikhar Ahmad Gondal sahib, mbashiri wa jumuiya nchini Sierra Leone, ni mwana wake, na pia yeye alikuwa bibi wa Fuad Ahmad sahib ambaye pia ni mbashiri wa jumuiya. Na pia katika familia yake kuna wabashiri na kuna watu ambao wamejitolea wakfu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na apokee maombi yake kwa ajili ya kizazi chake. Jeneza inayofuata ni ya Mir Abdul Wahid sahib ambaye alifariki dunia tarehe 12/13. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na umri wa miaka 58. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia baba ya babu yake aitwaye Mir Ahmadin sahib ambaye katika zama za Hadhrat Khamsi al-Awwal alikuwa amekubali jamaat. Alikuwa mwanajumuiya peke yake katika familia yake, na pia upande wa mama yake jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kupitia babu yake Hadhrat Sheikh Allah Bakhi sahib wa Bannu. Jina la babu yake lilikuwa Abdul Karim sahib. Ye alikuwa na shauku kubwa sana ya kufanya mahubiri, na babu yake alikuwa maarufu kwa jina la Maulvi Abdul Karim. Katika Peshawar alikuwa anasoma sana vitabu mbalimbali. Alikuwa ametengeneza maktaba yake mwaka 1974. Ujumbe wa jamaat ulipokuwa umehudhuria katika bunge chini ya usimamizi wa Khalifamsi As-Salis, baadhi ya vitabu muhimu vilivyokuwa vikihitajika vikapatikana kutoka maktaba yake. Riwaya hii imetolewa na ndugu yake moja tarehe 9 Septemba 2020 kutokana na kushutumiwa shutuma ya uongo chini ya 295C. Kesi ikaingizwa zidi yake na zidi ya familia yake.
na watu wakazingira nyumba yake. Polisi wakawaondoa kwa uhifadhi na wakawapeleka Rawalpindi. Baada ya siku kadhaa polisi wakasaka nyumba yake na wakamkamata mwana wake, yani Abdul Majid saheb. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia Mir Abdul Wahid saheb wana wawili na binti moja na kijana wake moja ambaye nimeeleza. Bwana Abdul Majid saheb yupo ndani na alikuwa katika jela pale baba yake alipofariki dunia. Hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake. Mwenyezi Mungu amghofirie baba yake na awajalie watu wa familia yake wapate subira. Na mwana wake ambaye yupo kwenye jela ana umri wa miaka 20. Mwenyezi Mungu afanye mpango kwamba yeye aweze kupata uhuru. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Sayyid Waqar Ahmad saheb ambaye alikuwa akiishi Marekani. 17 Januari akiwa na umri wa miaka 58 alifariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mke wa Waqar Ahmad Khan alikuwa kitukuu wa Mirza Bashir Ahmad saheb, yani binti ya mjukuu wake, na pia alikuwa binti ya mjukuu wa Mirza Sharif Ahmad saheb. Hivyo yeye ana uhusiano na familia ya Masihi Maud alayhi wassalam. Alikuwa ameoa katika familia hiyo. Mke wake Shazia Khan anasema kwamba Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah taala aliniambia nifanye dua, na kisha baada ya kufanya dua na maombi nikakubali. Hapo huzur akakubali kwamba ndoa hiyo itangazwe. Yani mambo ya ndoa yao yalikuwa yamesimamiwa na Khabsi Rabi rahimahullah taala. Anasema kwamba mume wangu alinisaidia sana katika maisha yote, akajali mahitaji yangu yote. Alikuwa baba mwenye mifano, hakufanya lolote kwa ajili ya zati yake. Alikuwa mtu wa kawaida sana, hakuwa na tamaa yoyote, na hata kama akiwa na tamaa fulani alikuwa anajitolea kwa ajili ya watu wake. Yani alikuwa anawatanguliza watu wa nyumba yake juu ya nafsi yake. Anasema kwamba siku ile ilikuwa siku nzuri kwangu pale alipomwambia mtu fulani kwa ufahari kwamba mimi naenda misikitini na nakiri ahadi yangu, na mimi naona kwamba kukiri ahadi yangu ni muhimu sana kwangu, na mimi naweza kujitolea kila kitu kwa ajili ya ahadi hii. Zura amesema kwamba hayo sio mambo ya mdomo tu, bali mimi nimeona kwamba ye alipopata mtihani akajali ahadi yake na akatimiza ahadi yake ya kutanguliza dini juu ya dunia, na hakujali ujamaa wake wowote, na hakutoka nje ya utii wa ukhalifa. Yani alikuwa mtifu sana. Anasema kwamba jambo ambalo alikuwa hali elewi alikuwa anatii. Alikuwa akisema kwamba kazi yetu ni kutii. Alikuwa na tabia ya kutoa shukurani ya Allah. Anasema kwamba alikuwa ananiambia kwamba mimi pia nimshukuru Allah. Hakuonyesha uvivu katika kazi ya kujitolea. Kijana wake Bwana Sayyid Adil Ahmad ambaye ni mbashiri wa jumuiya alikuwa amemaliza masomo yake kutoka Jamia Ahmadiyya Canada. Anasema kwamba baba yangu alikuwa mtu mwema sana, mwaminifu sana. Ye hakuwa na wasiwasi kuhusu zati yake, bali akaendelea kujali mahitajio yetu na mahitajio ya mama yetu. Alikuwa hanunui kitu chochote kwa ajili yake, bali saa nyingine tuliko tunamkumbusha kwamba wewe utumie juu ya nafsi yako vile vile. Alikuwa anawaheshimu wabashiri na nizamu ya jamaat. Baba mkwe wake Mahmud Ahmad Khan saheb ambaye alikuwa mjukuu wa Mirza Bashir Ahmad saheb na alikuwa mjukuu wa Nawab Mubaraka Begum sahiba, yeye anaandika kwamba Waqar, yani mwanamke wake, alikuwa na hulka njema sana na alikuwa na tabia ya ukarimu. Anasema kwamba sijawahi kuona hasira juu ya uso wake. Wageni walikuwa wanakuja wingi na yeye alikuwa anawatumikia kwa furaha na kwa bushasha. Kisha anasema nakumbuka kwamba
anasema kwamba kuhusu mwana wake alikuwa na wasiwasi, lakini Adil alipotoa maisha yake wakfu, Wakar akabadilika katika tabia yake, na mwana wake huyo huyo akawa rafiki yake, na ye alikuwa anamheshimu sana mwana wake. Munir Ahmad Saheb ambaye amewahi kuwa amir wa jumuiya Abu Dhabi, ye anasema kwamba Wakar Saheb pamoja na familia yake aliishi Abu Dhabi wakati wa kufanya kazi yake, na anasema kwamba katika zama zile tukaweza kujenga uhusiano mzuri pamoja naye. Alikuwa anafanya kazi katika benki. Alikuwa na tabia njema sana, alikuwa na unyenyekevu mkubwa, alikuwa na uhusiano mzito na jumuiya na nizamu. Alikuwa amejazwa na jaziba ya mapenzi na utii na ukhalifa. Anasema kabla hajaondoka kwenda Marekani akaendelea kutoa nyumba yake na vitu vyake kwa ajili ya jamaat, na sehemu zake na nyumba yake ilikuwa inatumika kwa ajili ya mikutano mbalimbali. Sayyid Hashim Akbar pia ameandika kwamba mimi nimefanya kazi pamoja naye na nikamkuta akiwa na jaziba ya kuitumikia jamaat. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake, na Mwenyezi Mungu apokee maombi yake kwa ajili ya watoto wake. Nitasalisha sala yao ya jeneza baada ya swala ya الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.